Mwezi Mei wa kila mwaka huwa ni mahususi ama mwezi maalum kwa ajili ya kutoa elimu na kuhamasisha watu wafahamu kuhusiana na ugonjwa wa lupasi. Tarehe mahususi kuhusiana na maadhimisho ama kutambua ugonjwa huu kwa ukubwa wake huwa ni tarehe 10 ya kila mwezi Mei. Lakini dunia ikaona ni vyema kutokana na ugonjwa huu kuwa adimu waupe mwezi mzima ili watu wautambue na kuelewa ni ugonjwa namna gani na hata namna gani pia ambapo dalili ukiwa nazo huhisi kwamba sasa huenda nikawa na ugonjwa huu wa lupasi. Si watu wengi ambao wanaumwa ugonjwa huu, hivyo wakati mwingine ni ngumu kwa mtu wa kawaida ambaye hauendi hospitali kufanya check up kuweza kubaini iwapo una maradhi haya. Hiyo ndio itakuwa mada yetu hii leo, na tutaangazia kwa ukubwa wake kufahamu kinaga ubaga ni ugonjwa namna gani, kuna nini ndani ya ugonjwa wenyewe, dalili zake na mambo ambayo ya muhimu ambayo mtu anaweza kuyafanya ili kujikinga na ugonjwa huu. Naitwa Nurdin Selemani, nikiwa na matumaini ya kwamba siku yako imekwenda salama salmin, na hapa studio tumemwalika Dr. Noel Mwanga. Yeye ni daktari wa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili. Karibu sana dokta. Asante sana. Kwema. Bwana Nurdin, nashukuru sana kwa introduction yako nzuri. Asante sana. Muhimbili mnatunyima nini pale? Hakuna jipya sana. Ni kazi kama kawaida. Hamna jipya sana. Tuanzie hapa dokta. Ndio. Hebu tupate uelewa. Huu ugonjwa wa lupasi ni ugonjwa wa aina gani? Lupus, nipende kuweka background kidogo. Lupus ni neno la Kilatini ambalo lina maana ya mbweha kwa lugha ya Kiswahili. Kwa lugha ya Kiingereza wanaita wolf. Kwa hiyo ile neno lilitokana, waliita hivyo kwa sababu gani? Kwa sababu mwanzoni huu ugonjwa ni wa zamani sana. Upo muda mrefu sana kwenye medieval times, kipindi hicho, karne za zamani sana, karne ya 12 uko wapi watu ugonjwa walikuwa wanaumwa hata kabla yake. Sasa wagonjwa walikuwa wakipata huu ugonjwa walikuwa wanapata mabakabaka usoni ambao yalikuwa yanafanana na mtu aliyeng'atwa na mbweha. Kwa hiyo ndio jina la lupus lilipatikana pale, kwa sababu walikuwa wanafanania hivyo, basi wakaambiwa hao wanaumwa lupus. Kwa ndio maana kamili ya neno lupus. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao uko muda mrefu sana kihistoria. Na kipindi hicho mwanzoni ulikuwa ukifananishwa na TB, ulikuwa ukifananishwa na kaswende. Na TB inayozungumzia hapa ni TB ya ngozi. Okay. Kwa sasa mwanzoni huko watu walikuwa waufahamu kwenye karne ya 12. Kihistoria kwenye karne ya 18, 19 kuna mtu fulani alikuwa anaitwa mwanasayansi ambaye alikuwa anaitwa Maurice Kaposi, ambaye aliweza kuoanisha kwamba hizi dalili za lupus sio tu kwamba ziko kwenye ngozi, zipo na kwenye system nyingine za mwili. Naposema system na maisha ya mifumo mingine, mfumo wa damu, mfumo wa chakula, mfumo wa ufahamu, mifumo tofauti tofauti ya mwili. Na kutoka pale akaona ni bora hiki kitu ni ugonjwa sio ngozi tu, ni ugonjwa ambao ni systemic. Naposema systemic ni ugonjwa ambao unahusisha zaidi ya system moja. Kwa hiyo jina lile la systemic lupus erythematosus likatokea pale, kwamba tuna SLE kama ugonjwa wenyewe. Umeona Kwa sasa maendeleo hayo, wakaendelea kufanya utafiti, kuendelea kujifunza kuhusiana na ugonjwa, wakakuja lakini maendeleo makubwa ambayo tulikuja kuyaona ni baada ya vita ya pili ya dunia. Mwaka 1948 kwa mara ya kwanza wanasayansi wanaona seli ya mgonjwa wa lupus ikoje kwenye microscope. Walikuwa wanaita lupus cell kipindi hicho, na kipindi hicho ndio walikuwa wanasema kwamba ya vitu ambavyo walikuwa wanatumia kugundua kwamba unao au kuhakikisha kwamba unao, basi walikuwa wanafanya kipimo cha damu na wanakuangalia kama una ile seli kwenye damu yako. Kwa hiyo ilikuwa ni kama mageuzi au mapinduzi kwenye swala zima la lupus, na ikuishia hapo. Mambo yakaendelea kuwa mazuri, tafiti zikaendelea kuwa rigorous, na watu wakagundua kwamba kuna dawa zinaweza zikanyamazisha mfumo wa kinga, kwa sababu walikuja kuona shida ni mfumo wa kinga una hitilafu.
Kwa zile dawa zikaanza kutumika zikasaidia sana wagonjwa, na utafiti ukaendelea, tukazidi kupata dawa nyingine zikaendelea kufahamika. Kwa hiyo mambo yakaendelea kuwa mazuri. Na tunavyozungumzia sasa hivi tunazungumzia kwamba tuna ugonjwa ambao hautishi kama mwanzoni ambako tulikuwa hatujui cha kufanya ni nini. Angalau sasa hivi tunaweza tukacontrol ugonjwa au tukamanage zile dalili ambazo wagonjwa wanakuwa nazo na mgonjwa akaishi maisha kama watu wengine. Kwa hiyo ndio kitu ambacho naweza nikisema kama ni background kidogo ya lupus kama lupus. Kitaalamu natuambia kwamba huwa mfumo wa kinga unashambulia tishu. Ndio. Na viungo vya mwili. Ndio. Badala ya kulinda mwili dhidi ya vijidudu. Ndio. Kwa nini inakuwa hivyo? Kitu ambacho kinapaswa kuwa kinga kinageuka. Kwa lugha ya kawaida kabisa, tuseme layman language au lugha ya mtu wa kawaida ili aelewe, ni kwamba una kinga ya mwili. Sasa kinga yako inatakiwa kulinda na magonjwa, si ndio? Lakini kwenye mazingira haya ya lupus ni kwamba kinga yako inakugeuka, inaanza kukushambulia wewe na sehemu tofauti tofauti za mwili wako. Kwa unaona ni kitu ambacho sio cha kawaida. Ukichukua mfano wa kawaida wa kila siku ni kwamba kama una wanajeshi wa Tanzania ambao wanatakiwa watulinde, watulinde na mipaka yote ya Tanzania na mambo kama hayo na uvamizi na kila kitu, wale bwana wachukue mtoto waanze kutushambulia sisi. Hiyo ndio concept au ndio idea inayoendelea kwa ugonjwa wa lupus. Kwa hiyo huu ugonjwa, bahati mbaya magonjwa ya staili hii sio lupus tu, yako mengi na yako kwenye kundi la magonjwa ambayo yanaitwa autoimmune disease. Autoimmune disease. Kwa hiyo unaposema autoimmune, maana yake ni magonjwa ya itilafu za mfumo wa kinga ambayo kinga inakushambulia wewe. Unaona? Kwa lupus inaangukia kwenye huo mwavuli wa magonjwa ya autoimmune diseases. Kwa sasa umeuliza kwamba ni kitu gani kinasababisha haya yote? Well, hatuna sababu moja ambayo inaweza kuelezea hii itilafu. Ni kitu ambacho hatuna point moja ya kusema kwamba hii ndio ilienda vibaya ndio tuna mfumo wa kinga una act namna hii. Hapana. Tuna factors. Tunazipenda kuziita risks au vitu ambavyo kwa pamoja vinaweza vikaelezea kwa nini mfumo wa kinga una act namna hiyo. Na bado kuna sehemu ambazo bado ni gray, hatujaweza kupata kujua exactly ni nini hasa kimeenda tofauti. Katika hizi factors tunazungumzia masuala ya vinasaba. Kwa hiyo kuna swala zima la urithi hapa. Kwa hiyo kuna vinasaba. Tunaposema vinasaba tunamaanisha kwamba vile ambavyo unarithi kwa wazazi wako. Tunaposema hivi moja kwa moja mtu anaweza kusema basi kama ana lupus akasema basi wazazi wangu ndio wamenipa lupus, ukapeleka lawama zote kwa wazazi. Hiyo sio case. Kuwa na vinasaba ni point moja, inahitaji fakta nyingine. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unatokana na fakta nyingi. Vinasaba ni moja wapo. Fakta nyingine ninazozungumzia hapa ni kuwa tu umezaliwa wewe ni wa kike, tayari inaongeza riski ya kupata lupus. Kwa unaona kuna vinasaba, then kuna gender. Alafu kuna hormone au homoni hizi ambazo kwa wanawake hizi walizokuwa nazo bahati mbaya zinahusika moja kwa moja kwenye kuchochea sana mfumo wa kinga. Kwa hiyo mtu ambaye ni wa kike na homoni zake zile alizokuwa nazo tayari zimeshamweka kwenye riski. Alafu kute labda kuna issue ya vinasaba, tayari ana multiple factors ambazo zinaweza kumweka kwenye riski ya kupata ugonjwa wa lupus. Fakta nyingine ni mazingira. Mazingira. Kwenye mazingira kuna vitu kadha wa kadha ikiwemo uvutaji wa sigara. Na uvutaji wa sigara kitaalamu nafahamu kabisa kwamba unaweza ukavuta wewe au ukawa second hand smoker, kwamba mtu mwingine jirani yako akivuta na wewe pia unavuta. Kwa uvutaji wa sigara umeonekana una associate au unahusika na kuchochea lupus kutokea kwa watu. Kuna kitu kingine kama infections au maradhi ambayo yanasababishwa na viruses. Hiki pia kimeonyesha pia ni kati ya riski ambayo inachochea lupus. Kitu kingine kwenye mazingira, tuna dawa. Kuna baadhi ya dawa ambazo tunazitumia either kutibia pressure, baadhi ya dawa, sio zote, baadhi ya dawa. Kuna ziko specific kama dawa kama hydralazine ambayo ndio inatumika kutibia pressure, pia inachochea lupus.
Kwa hiyo zipo baadhi ya dawa ambazo zinaweza kuchangia lupus kutokea kwenye mazingira, na kitu kingine ambacho kipo kwenye mazingira, zile dawa zinazotumika kuua wadudu mashambani. Umekuwa exposed kwa muda mrefu kule na una risk factor ya vinasaba, labda wewe ni wa kike na homoni zako zile zipo kama kawaida, basi kwa pamoja hizi factors zinaungana kukuletea huo ugonjwa. Kwa hiyo sio kitu ambacho kina factor moja pase, ni kitu ambacho kina factor tofauti ambazo na play kwa pamoja kukuleta au kukuweka wewe kwenye au kuelezea kwa nini umepata lupus. Tuanzie hapo kwa wanawake. Ndio. Kuna dhana tofauti, lakini umetuelezea kwamba hawa ndio wapo kwenye hatari kubwa zaidi kwa sababu ya homoni zao na hiyo jinsia yao ambayo wanayo. Ni jinsia ama jinsi, wakati mwingine kuna hivyo vitu vinazungumzika. Kuna umri maalum ambao unalenga, na hawa wanaume wenyewe wapo kwenye riski kiwango gani cha kupata ugonjwa wa lupus? Nimesema wanawake wanapata kwa wingi, lakini sijasema wanaume hawawezi kupata. Wanaume wanapata na tena wao wakipata wanapata lupus ambayo ni kali zaidi, kulingana na tafiti zinavyosema, at least tafiti zinavyosema. Wanawake wanapata kama ulivyosema na nilivyostoa mwanzoni kwamba ishu kubwa ni homoni zao. Homoni zao zinachochea mfumo wa kinga sana kulinganisha na za kwetu. Kuna tofauti ya homoni kati yetu na kwao, na ishu kubwa ni concentration na mambo mengi, lakini ni kwamba homoni zao zinachochea sana mfumo wa kinga. Kwa hiyo wao kwenye riski ya kupata sana lupus kuliko wanaume, na ndio maana hata kwenye data tulizokuwa nazo za dunia nzima, of course kuna wagonjwa kama 5 milioni dunia nzima wenye lupus, na zaidi ya 90% ni wanawake. Hospitali ya Muhimbili kwa takwimu ambazo tunazo za registry ya mwaka 2022-2023, tuna registry ya ugonjwa 101 ambao zaidi ya 86% ni wanawake. Na kwa data za dunia ni kwamba wanawake wanapata ugonjwa mara 9 zaidi kuliko wanaume. Data zingine zinasema hadi mara 15 zaidi kulinganisha na wanaume. Na ni kipindi gani hasa, nadhani swali lako jingine lilikuwa ni hilo, ni kipindi gani hasa wanapata lupus? Ni kipindi cha reproductive age, kwa Kiswahili tunasema kipindi cha uzazi, ambacho tangu amevunja ungo mpaka kipindi kile anakuja kufikia ile kipindi kile kwa miaka 15 stretch mpaka 40-45 hapo, kile kipindi ndio kipindi ambacho ni cha uzazi kwa mwanamke. Sasa kile kipindi ndio riski ipo kubwa sana kwa ugonjwa wa lupus. Kwenye maneno yako ulizungumza neno kurithi. Ndio. Kwa maana yake tumefahamu pia ni ugonjwa wa kurithi. Unaambukiza? Kuambukiza hapana. Ugonjwa huu hauambukizi kabisa. Kwa unaweza ukaishi na mgonjwa wa lupus, na hii nadhani moja kwa moja watu wanabidi waelewe, Watanzania wote waelewe kwamba hauambukizi. Ukisikia ndugu yako ana lupus, unaweza ukaishi naye, unaweza mkasalimiana, mkashikana, mkahug and everything. Hauambukizi. Hiyo ni dhana potofu kwa wale wanaosema ugonjwa huu unaambukiza. Kwa ugonjwa wa lupus hauambukizi. Nadhani pia kitu kinachoweza kuelezea hii dhana ni kwa sababu huu ugonjwa ni ugonjwa ambao kwenye upande wa dalili, japokuwa tujafikia hicho kipengele, ni kwamba dalili zake ni nyingi au hazitabiriki. Na saa nyingine inaweza ikafanana na TB, inaweza ikafanana na magonjwa mengine mengi ambayo yanaambukiza. Kwa hiyo sasa, kulingana na hilo, watu wana hiyo dhana kwamba huyu bwana atakuwa na TB, kwa hiyo tukae naye mbali, tunamtenga. Lakini kiuhalisia hiyo TB ambayo mnasema anayo, tukija tukimfanyia ile evaluation thara, hana TB, hana lupus. Hapo tubakie kwenye dalili. Nini vitu vya kwanza ambazo vinaweza muonesha mtu ama kumfanya awe na hisia kwamba mimi huenda nikawa nimepata ugonjwa wa lupus, na kama kuna dalili za mwanzoni ambazo mtu labda akizipuuza ndio hali inaweza ikawa mbaya? Hili jambo la msingi sana, swali zuri hilo. Kitu ambacho natamani watu wote wajue ni kwamba mwanzoni hao wagonjwa wanapata dalili ambazo sio specific. Most of the time sio specific. Anaweza kupata homa tu ambazo hazishi
kwa ni rahisi kumistake kwamba huenda ni malaria. Akawa anapungua uzito, akawa anajisikia kuchoka, anatoa majasho usiku. Umeona? Hizi dalili nilizosema tu hapa tayari kwa daktari wa kawaida ambaye anaona ugonjwa kila siku, moja kwa moja anajua itakuwa TB au cancer. Na wakati sio, inabidi uchunguze kwa makini kwamba ujaribu kuangalia kwamba hiki kitu ni cha muda mrefu, na mara nyingi inakuwa ni ya muda mrefu. Homa ambazo ni za muda mrefu sana, hizi dalili zinakuwa za muda mrefu, zimekaa muda. Kwa wale wanaotokea vijijini utakuta kapelekwa labda kwa Almanzila, mambo yamekuwa mengi, yamezunguka huku na kule, yameenda mbali kweli. Kwa hiyo unakuta kwamba hivi vitu viko kwa muda, ni chronic, kwa viko pale, na ni mwanamke yuko kwenye ule muda wa uzazi. Moja kwa moja daktari anatakiwa ushtuke, useme basi ngoja niangalie huenda na lupus. Ukishaanza kufikiria namna hiyo, tayari kuna percent kubwa sana ya kumsaidia mgonjwa mapema. Umeona? Sasa bahati mbaya, kwa sababu watu wanafikiri huu ugonjwa sio haupo sana, hawafikiri sana. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta maskini mgonjwa anadunda, kama kutoka huku anaenda kwa daktari amna, anaenda kwa Kalmanzila, anarudi kwenye maombi, anarudi tena hospitali, anaenda huku. Kwa hiyo inakuwa ni mzunguko mkubwa sana, hapo mwisho wa siku sasa anakuja ameshachelewa, ugonjwa umeshafika kwenye figo, umeenda kwenye mfumo wa fahamu. Binti mdogo ana miaka 20 ngapi anakuja tayari ana dalili za stroke tayari. Kwa hiyo unaona sasa kwamba mambo yanakuwa mengi, na wakati tungeweza kugundua, daktari angeweza kushtuka mapema kwamba huyu ni mtoto ni mwanamke yuko kwenye umri wake wa uzazi, ana dalili nyingi ambazo hazieleweki, zipo kwa muda mrefu, aanze kufikiria masuala ya lupus. Hicho yani, kwanza tu kufikiria, uwezi amini utakuwa tayari umeshamsaidia ule mgonjwa pakubwa mno. Na kama uko kwenye center ambao huwezi kumhudumia ule mgonjwa wakati ule, ni vizuri basi ukampa rufaa aje la Muhimbili au aende hospitali nyingine kubwa ambako anaweza kufanya kipimo cha kugundua lupus, na moja kwa moja aanze matibabu. Kuna kipimo maalum ambacho cha kugundua lupus? Ndio, kipo. Mwanzoni huko tulikotoka kilikuwa hakipo kwenye hospitali zetu, hata Muhimbili hakikuwepo. Lakini recently kipo sasa hivi. Tunavyozungumza sasa hivi maabara zetu zinaweza kufanya kugundua lupus, kinaitwa ana profile. Unaenda pale, kama tuna suspect una lupus, unafanya ana profile. Majibu yanakuja, tuna interpret, unaanza matibabu moja kwa moja. Kwa kipimo kipo, na kipo tu Muhimbili, kipo kwenye hospitali kubwa nyingi kwa sasa hivi, na imani kitazidi kuenda kwenye laboratories nyingi zaidi, na tunavyoendelea kuelimisha jamii hivi na washikadau, tunatamani kwamba kiendelee kuwepo kwenye maabara nyingi zaidi, ili wagonjwa wasaidie watu huko mikoani. Na mtu anapimwaje? Zikana labda kuna mtu anaanza kuingia hofu mwingi, lakini labda akipata kuambia kwamba hiki kipimo ukienda unatakiwa unachukuliwa labda damu, unachukuliwa kitu fulani, anakuwa kidogo. Kipimo cha damu. Na hiki kipimo kinaangalia wale askari ambao wanakulinda na wamesha kugeuka sasa wanakupiga, ndio tunawa detect kwenye damu kwamba wapo kwa kiasi gani, basi tunajua kabisa moja kwa moja wewe una lupus. Umeona? Kwa hiyo ni simple, unafanya safi, tunajua tayari una lupus na unaanza matibabu. Dr. Mwanga, lupus inatibika mtu mpaka akamalizika kabisa akawa amerejea kamili, ama ukishapata ndio we ni mtu wa dawa tu mpaka Mungu atakapoamua? Ugonjwa ni chronic na ni wa muda mrefu. Mfumo wako wa kinga ndio hivyo kwamba uko tofauti na watu wengine, kwa hiyo matibabu ni ya muda mrefu. Hilo inabidi watu walifahamu, ni muda mrefu, na dawa tunazokupa wakati labda umezidiwa, tunaweza kukupa dawa fulani kwa dozi kubwa kidogo ili kunyamazisha mfumo wa kinga. Tunazihitaji sana hizo dawa, tunaziita steroids, tunakupa ili kunyamazisha mfumo wa kinga, maana umechachamaa kwa wakati huo, sasa umezidiwa. Later tutapunguza zile dawa kwa utaratibu wetu tunaofanya vizuri tu. Baadaye tunakupa nyingine, tunaendelea kukupa nyingine ambazo utaendelea kutumia kwa muda mrefu. Kwa hiyo lengo ni nini? Ni kuwaweka mfumo wako wa kinga kwenye hali ambayo hautaendelea kukudhuru. Kwa hiyo dawa hizi ni za muda mrefu. Huwezi kusema unaziacha kesho au kesho kutwa. Kwa hiyo ugonjwa kwa ukweli wake ni kwamba tuna ucontrol. Ili mfumo wako wa kinga usikuletee madhara makubwa zaidi.
Lakini katika hili sasa tuna wagonjwa wa lupus wametofautiana. Okay. Umeona, kwa hiyo mgonjwa huyu na huyu unakuta wana ugonjwa mmoja lakini tofauti ile progression au walivyo yani kwa sisi tunavyo assess. Unakuta mwingine ana ugonjwa wa chachamaa and then unatulia baada ya matibabu, anakaa muda fulani then unachachamaa tena, hivyo ndio utaratibu wake. Kuchachamaa, kupewa dawa, anarudi, anaendelea tena, unachachamaa, unaendelea hivyo. Kuna mwingine ambaye yeye tukisha muona mara ya kwanza yani anaenda straight, hana shida. Tunasahau kabisa kama vile hana lupus. Kuna wengine ambao muda wote mfumo wa kinga uko on fire, muda wote kama yani atakipata nafuni kidogo sana. Kwa hiyo profiles za wagonjwa ziko tofauti kidogo na tunavyo handle sometimes inaweza kuwa complicated. Kwa hiyo kuja clinic mara kwa mara, kuwa na wataalamu ambao wanakucheki mara kulingana na taarifa utakazopewa kwamba uje kila baada ya muda gani, ni muhimu sana ukiwa na ugonjwa wa lupus. Nini mtu anaweza kufanya ili kujiepusha kupata ugonjwa wa lupus? Kujikinga na huu ugonjwa, unaweza ukawa na labda tuzoe mazingira ambayo labda kuna historia kwenye familia. Okay. Ambako kuna labda mama au baba au mama labda anaumwa lupus, inamaanisha kwa namna moja au nyingine nyewe watoto mna vinasaba. Umeona? Sasa hivi vitu ambavyo nimevitaja kutoka kwenye mazingira unaweza ukavicontrol. Kwa mfano uvutaji wa sigara, hautaki uvute, achana nayo. Linda afya yako ya mapafu, achana na masuala ya sigara. Hayo mambo tuliyotaja ya kemikali hizo hizo silika za viwandani au hizo za mashambani kali, hizo achana nazo. Umeona? Kwa hiyo zile factors za kwenye mazingira unaweza ukamodify ili kwamba zisiungane na ile kwamba tayari una vinasaba ugonjwa ukatokea. Lakini kusema kwamba unatumia labda njia hii na hii uelimishe jamii kwa ukubwa kwamba hii ndio ukifanya hutasikia lupus kabisa, well, sasa inategemea na mazingira ambayo unayozungumzia. Umeona? Inategemea. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikafanyika kwa wale ambao tayari kuna issue ya genetics pale, na kwa wale ambao sasa imetokea tu ghafla tayari nao, basi ni muhimu wakagundulika mapema na akaanza matibabu. Hicho ni kitu ambacho ni cha msingi. Watu wetu na tukimbia, tueleze hali ipo vipi hapa nchini kwetu, hasa kwenye ugonjwa wa lupus kulingana na tafiti ama ufuatiliaji ambao mmekuwa mkiufanya? Kama nilivyosema, kwa registry tuliokuwa nao tuna ugonjwa kama 101 ndio tuliokuwa nao kwenye ufuatiliaji pale, na siku kama ya leo ilikuwa ndo tunasherehekea sisi pale au kuadhimisha hiyo siku ya lupus pale Muhimbili, na tulikuwa na wagonjwa tunawaita lupus warriors kwa sababu wana survive regardless ya ile kuwa na ugonjwa. Na kitu ambacho tunaendelea kupata moyo kuwaona wagonjwa kwamba wanatiana moyo na wanaishi maisha, wanajitahidi kupambana japokuwa na ugonjwa kama huu. Hiyo inatutia faraja sana. Na wanaelimishana na tunatumia muda wetu pia kuwaelimisha. Kwa unaweza kusema kwamba kiujumla hatuna kwa kitafiti hatuna data nyingi sana. Hatuna data nyingi sana ya lupus hapa Tanzania, hata East Africa nzima, hata Afrika kwa ujumla. Bahati mbaya hatuna data nyingi sana ya kuzungumzia. Kwa sasa ni muhimu tukaendelea kufanya utafiti. Hiyo ni rai yetu sisi, tuendelee kufanya utafiti kwenye hiki kipande cha lupus kwa sababu hatuna data ya kutosha. Na mwaka jana tulikuwa na utafiti pale Muhimbili ambao tulihusisha wao wagonjwa wa lupus na tulikuwa tukiangalia ubora wa maisha, na leo pia tulikuwa tukiongea nao kuhusiana na hili swala. Walionekana wanafanya vizuri kwenye ubora wa maisha, japokuwa kuna sehemu kadhaa walionekana kuna shida, lakini unaweza ukaona kwamba tafiti ambazo zimefanyika ni chache, sio nyingi kama ambavyo zingetakiwa zimefanyika kwa ugonjwa kama huu. Na nadhani dhana ni ile ile kwamba watu wanafikiri ni ugonjwa ambao umejificha, ufahamiki, watu wengi hawaujui, lakini kiuhalisia sio kweli. Watu wengi tu
wana shida ya lupus, na leo wenyewe ni nadhani umejionea kwamba wagonjwa walikuwepo wamejaa hall pale, na tulikuwa tukiongea nao na wapo wengi tu ambao either wengine hata kibaya zaidi wapo wengi ambao hawajulikana. Kwa unaweza ukaona kwamba tuna gap tulilokuwa nalo kwenye hili swala. Dr. Noel, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Naam, ni Dr. Noel Mwanga, daktari wa magonjwa ya ndani kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili. Tulikuwa tukiangazia ugonjwa wa lupus, ugonjwa ambao ni miongoni mwa magonjwa adimu hapa nchini. Tueleza kwamba bado tafiti hazijafanyika za kutosha ili kubaini wagonjwa, lakini wapo wagonjwa wengi ambao wanasumbuliwa na maradhi haya. Lakini cha msingi ni kuhakikisha kwamba ukipata dalili ambazo amezieleza ambazo nyingine zinafanana kama za ugonjwa wa TB, vyema ukimbie kwenda hospitali ukapate kipimo, na vipimo vipo hasa katika hospitali zile kubwa, nazungumzia hospitali za rufaa na hata hospitali za mikoa. Kwa hiyo ni vyema ukatambua afya yako. Lakini wanawake na mabinti tumeambiwa wenyewe ndio wapo kwenye hatari kubwa zaidi kutokana na jinsi yao, lakini pia hormones ambazo wanazo zinachochea hali hiyo, hasa katika kipindi kile ambacho ameanza kupevuka na kuwa katika kipindi ambacho anaweza kubeba mimba ama kuwa katika wakati wa uzalishaji. Nukta hii inafikisha tamati ya uchanganuzi kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Nurdin Selemani. Yangu matumaini ya kwamba elimu ya leo imekufaa na itakusukuma ama kushawishi uende ukatambue afya yako ili kujiepusha na ugonjwa huu. Nikutakie tu mapumziko mema na kila la heri, panapo majaliwa kukutana tena siku ya Jumatatu kwa kipindi kingine cha uchanganuzi. Kwaheri.